Katika swali la tatu katika muendelezo wa mada zetu za mwezi mtukufu Ramadhani, maswali ambayo tufikia ni kuulizwa, je, kuna chochote mtume alikizungumza ulipokuwa unakaribia mwezi huu mtukufu Ramadhani? Jawabu ni kama vinginevyo. Inapokelewa riwaya kutoka kwa imamu wetu Ridha alayhi salam, na yeye anapokea riwaya an abaihi kutoka kwa baba zake, lakini baba zake wanapokea riwaya kutoka kwa Amira al-Mu'minin Ali, na Amira al-Mu'minin Ali anapokea riwaya hii kutoka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema, dhata yaumi khatabna nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume alitukhutubia, alituita maswahaba wote na akatupatia habari hizi kunako mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini alisema bwana mtume? Bwana mtume anasema katika mazungumzo yake na hutuba yake nzuri yenye uzito mkubwa, kutokana na muda hatutoweza kuitafsiri kipengele hadi kipengele, lakini maneno haya mazito mtume anasema, ayuhan nas innahu qad aqbala ilaykum shahrullah, enyi watu, hakika si vinginevyo mmekaribiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ilaykum shahrullah, mmekaribiwa na mwezi mtukufu wa Mungu. Lakini mwezi huu na nini? Anakwambia bil baraka, kutokana na baraka zake, warahma walmaghfira, na rehma zinazopatikana ndani ya mwezi huo, lakini si rahma peke yake, walmaghfira, na msamaha. Shahru inda Allah afdalu shuhur, mwezi huu ndio mwezi bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi yote. Lakini si hilo tu, wa ayyamuhu afdalu ayami, bali masiku yake yanayopatikana ndani ya mwezi huu ni tofauti kabisa na masiku katika masiku mengine. Si hiyo tu, walayalihi afdalu layali, bali na masiku ya usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tofauti na usiku wa miezi mingine. Lakini pia si hilo tu, wasaatuhu afdalu saati, muda unaopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tofauti na masaa 24 ya miezi mingine. Si hilo tu, bali akasema, huwa shahru du'itum fihi ila dhiyafatillah, huu ni mwezi ambao nyie mnaitwa kuwa wageni wa Allah, la ilaha illa Allah. Si hilo, bali anaendelea na kusema, waj'altum fihi min ahli karama, nyie mmefanywa kuwa ni watu wenye kukirimiwa katika mwezi huu. Wa anfaskum fihi tasbih, anayepumua katika mwezi huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani anafanya ibada, analipwa. Wanaokum fihi ibada, wale wanaolala misikitini wale wanapata faida pia, wanalipwa. Ingawa kuna haja ya kutumia katika kunako maghfira, Qur'an na vinginevyo, si kulala tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini pili anasema, wa amalukum fihi maqbula, mnavofanya amali zenu, mnavovuta tasbihi zenu, hizo hazipiti kokote, hizo zenye kukubalika. Lakini tu si hilo, inasemekana katika miongoni mwa vitu ambavyo vinasemekana katika mwezi mtukufu Ramadhani vinapatikana, wa duaukum fihi mustajaba, la ilaha illa Allah, dua yoyote inayoombwa katika mwezi mtukufu Ramadhani inajibiwa. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tuutumie mwezi huu wenye baraka, mwezi huu wenye sifa, uwe ni mwezi wa kuneemeka, na si uwe ni mwezi ambao utakuwa ni wenye kujutia katika maisha yako kwa kukosa, na ni kwa sababu ya kutokutekeleza na kufaidika na utamu na mambo mazito yanayopatikana katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. Hii ni bonus kwa Waislamu wote, ni bonus kwa walimwengu wote, ni bonus kwa viumbe wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni wenye kufaidika na mwezi huu, na atuepushie matatizo, na wale wenye majanga, matatizo, Allah waepushe na majanga hayo, waweze kufaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.